Mwaka 1964 Kambona akawa mjumbe aliyesaidia kuziunganisha nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Kambona alikuwa ni mmoja wa mawaziri wachache sana waliokuwa wanajua mchakato wote wa muungano kwa undani. Kutokana na staili yake ya nywele na urahisi wa kufikika na vijana, watu wakazidi kumpenda. Mwaka 1965 likapangwa baraza jipya la mawaziri. Kambona akatolewa Wizara ya Ulinzi na Mambo ya Nje, akapelekwa TAMISEMI. Wengi wakaona ni kama Nyerere anampunguzia madaraka Kambona na anazidi kumsogeza mbali. Lakini Kambona akaendelea kupiga kazi. Februari 5 mwaka 1967, Rais Nyerere alitangaza azimio la Arusha, nyaraka ya 5 iliyokuwa na lengo la kujenga taifa la kujitegemea la kijamaa, na Kambona alikuwa katibu wa kikao kilichopitisha azimio hilo. Mwezi Juni mwaka huo yakafanyika tena mabadiliko ya baraza la mawaziri. Kambona akatoka TAMISEMI hadi waziri wa serikali za mitaa na maendeleo vijijini, na wengi wakaona sasa ni muda wa Kambona kujitafakari, kwani Mwalimu anazidi kumsogeza mbali. Inaonekana Kambona hakukubali cheo hicho, kwani hakuonekana kwenye hafla ya uapisho, na muda mfupi tu akatangaza kujiuzulu nafasi zote serikalini na kwenye chama, akidai kuwa amejiuzulu kwa sababu za kiafya. Julai mwaka 1967, kwa kuwa Kambona alikuwa ni mtoto wa mjini, alitonywa na marafiki zake kwamba kuna mpango wa kumkamata na kuwekwa kizuizini. Akapanga mpango wa kutoroka nchini. Akanunua tiketi 2 za ndege zenye siku 2 tofauti, na badala yake akasafiri kwa gari kuelekea Nairobi, Kenya. Akafanikiwa kuwachanganya maafisa usalama waliokuwa wanamfuatilia tangu aanze kutofautiana na Nyerere, na kisha baada ya kukaa Kenya kwa muda akatimkia Uingereza. Siku chache baada ya Kambona kutoroka, Mwalimu hakukaa kimya. Alipokuwa akiongea na viongozi watano mjini Morogoro, alisema, na nukuu, "Itachukua muda mrefu kufahamu sababu za bwana Kambona kujiuzulu, lakini jambo moja ni dhahiri: Kambona amenidanganya mimi, TANU, Tanzania na Afrika." Mwisho wa kunukuu. Na baada ya Kambona kuondoka, watu wake wa karibu wakiwemo wadogo zake Otin na Matia Kambona walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ikiwemo kutaka kuwashawishi wanajeshi waipindue serikali. Jumanne ya tarehe 23 Januari mwaka 1968, Rashid Kawawa, makamu wa pili wa rais na waziri mkuu, alilitaarifu bunge kuhusu Kambona, na nukuu, "Wote mnajua kwamba bwana Kambona alikimbia nchi mwaka jana. Kabla hajaondoka, tarehe 6 Disemba mwaka 1966, shilingi 500,000 ziliingizwa kwenye akaunti yake toka benki moja ya Uingereza. Uchunguzi wa BOT toka Kambona atoroke umeonyesha kuwa tangu Juni mwaka 1965 na Disemba 1966, Kambona aliingiza katika akaunti yake jijini Dar es Salaam shilingi 896,800. Na Kambona pia alikuwa anamiliki majumba mengi, ikiwemo nyumba ya Magomeni, Kunduchi Beach, Msasani Beach, Morogoro na Songea." Mwisho wa kunukuu. Ilipofika mwaka 1968, Kambona naye akawa anajibu mashambulizi kupitia vyombo vya habari. Akawa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Mwalimu. Na hapa alikuwa nchini Nigeria. I feel a bit unhappy with the development of the president in Tanzania, because I have my concern that the events are leading towards the establishment of dictatorship in my country. Januari 12 mwaka 1966, kwenye sherehe za mapinduzi Zanzibar, Nyerere alisema kuwa Kambona ni mwizi na mhuni kisiasa. Kisha nyimbo nyingi za kumkejeli Kambona zilitungwa majeshini na mashuleni, lakini zilizokuwa maarufu ni 2. Moja ilisema hivi: "Alimselema alija, akija Kambona chinja, chinjilia mbali." Na nyingine ilisema hivi: "Kambona kaolewa wapi? Kwa wazungu. Kisa nini? Tamaa ya mali." Nyimbo hizo zikawa maarufu sana Tanzania nzima. Mwaka 1969, mwaka uliodaiwa kutekelezwa mapinduzi yaliyoratibiwa na Kambona,
ikaja kamata. Wanasiasa walikamatwa akiwemo Bibi Titi Mohamed aliyekuwa muasisi na mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa TANU ambaye alijiuzuru nafasi za uongozi baada ya azimio la Arusha. Mashtaka yalikuwa ni kwamba washtakiwa 7 wakishirikiana na Kambona kati ya Machi 1968 na Oktoba 1969 walitaka kumuua Rais Nyerere na kuipindua serikali. Washtakiwa hao 7 ni Bibi Titi Mohamed, Michael Kamaliza, Gray Mataka, John na Elia Chipaka, Captain A Milinga na Chacha. Kesi ilianza kurindima Jumatatu ya tarehe 6 Juni mwaka 1970 na washtakiwa wote walitiwa hatiani kasoro A Milinga na Kambona ambaye hakuwepo. Wengine walifungwa miaka 10 na wengine walifungwa maisha, na Bibi Titi alikuja akapata msamaha mwaka 1972. Mwanzoni mwa mwaka 1982, Padre Methodius Kilaini alipata ajali mbaya ya gari na akapasuka kichwa. Februari 26 akapanda ndege ya shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, iliyokuwa inatoka Mwanza kwenda Dar es Salaam. Lengo lake akifika Dar atafute ndege ya kwenda Roma nchini Italia kutibiwa. Padre huyu hakujua kuwa ndani ya ndege hiyo yenye abiria 99 kuna vijana 5 waliokuwa na nia ya kuiteka ndege hiyo. Watekaji ni Waswahili, akina Musa Memba na rafiki zake. Walikuwa 5. Wengine ilikuwa nao nimeketi nao hivi. Waliamka tu hivi kimchezo wanaingia kwa pilot. Kumbe kule wanakwenda na bastola. Kumbe haikuwa hata bastola, ilikuwa ni kinyago tu. Ndege hiyo tu ilivyopaa, vijana hao wakaelekea chumba cha marubani na kuwaamuru waielekeze ndege Nairobi. Watu hao ni Musa Memba, Yasin Memba, Muhammad Ali Abdalla, Abdalla Ali Abdalla na Muhammad Ahmed, ambao wote walidaiwa kuwa ni ndugu. Walipofika Nairobi, watekaji wakaamrisha mamlaka ya Kenya iwajazie ndege mafuta, la sivyo wataua watu. Basi walivyojaziwa wakawashusha abiria 5 kama ishara ya amani. Ndege ikapaa kwenda Jeddah, Saudi Arabia. Saudi Arabia wakapewa tena mafuta, ndege ikapaa kwenda Ugiriki. Watekaji hawakuwa na silaha halisi, waliingia ndani ya ndege na silaha feki, ila walienda kuzichukua silaha halisi ndani ya chumba cha marubani, ambazo ilikuwa ni kawaida kwamba abiria walikuwa wanazikabidhi kwa rubani kabla ya safari. Katika safari hiyo, rubani mmoja akapigwa risasi kwa bahati mbaya. Baada ya kutua Ugiriki, abiria 2 wakashushwa. Ndege ikaelekea Uingereza na wakaruhusiwa kutua kiwanja cha Stansted. Walipotua tu, watekaji wakaomba kuongea na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, balozi wa Tanzania nchini Uingereza na mwanasiasa Oscar Kambona. Baada ya hapo msururu wa majadiliano ukaanza. Nia yao walikuwa wanataka Nyerere ajiuzuru, serikali itoke, walikuwa wanampenda Kambona arudi atutawale, basi ndio ilikuwa nia yao. Waziri Mkuu wa Uingereza wakati huo, Margaret Thatcher, akasema hawa wameingia na hawatatoka. Kambona alifika uwanjani na akaongea na watekaji, akasema wao waachie mateka. Na ni kweli, baada ya muda baadhi ya mateka wakaachiwa. Na baada ya mazungumzo ya muda mrefu, mateka wote waliobaki walikuja wakaachiwa na wakafanikiwa kurudi Tanzania. Watekaji walikuja na wake zao pamoja na watoto. Na watoto ndio waliobeba silaha kutoka ndani ya ndege kuwapelekea maafisa wa usalama kabla mazungumzo hayajaanza. Machi mosi mwaka 1982, Mwalimu Nyerere aliandika barua kwa Margaret Thatcher ya kumshukuru. Na Machi 4 mwaka 1982, mateka wote wakawa wamefanikiwa kurudi Tanzania. Padre Kilaini akabaki Uingereza kwa ajili ya matibabu, na utekaji huo ni kama ulimpa lifti safarini. Musa Memba alihukumiwa kwenda jela miaka 8 nchini Uingereza. Mwaka 1990 alirudi Tanzania ambapo alikamatwa na kuwekwa gereza la Ukonga mpaka alipokuja kufariki dunia mwaka 1991. Yasin Memba na Tahir walihukumiwa miaka 3 na walitoka mwaka 1984. Yasin Memba alikuja kuwa kada maarufu wa Chama cha Mapinduzi na wakili maarufu sana nchini Tanzania.
na alifariki dunia Machi 18 mwaka 2018. Haikujulikana Kambona aliongea nini na watekaji, lakini bila shaka umeona ni jinsi gani mwanasiasa huyu alivyokuwa na ushawishi katika siasa za hapa nchini na mambo aliyoyafanya kiasi cha kuvunja urafiki mkubwa aliokuwa nao na baba wa taifa hili. Julai mwaka 1997, Kambona akafariki dunia, akaenda kuzikwa kijijini kwao kwenye mwambao wa Ziwa Nyasa. Kambona na rafiki yake Nyerere hawakuwahi kuonana tangu atoroke mwaka 1967, na wala Nyerere hakwenda kwenye mazishi yake. Oscar Kambona akazikwa, huku nyuma akiwa amekiacha chama cha upinzani cha Tanzania Democratic Alliance ADA TADEA alichokianzisha miaka ya 90. Hakika nchi hii imetoka mbali sana. Nite mwaka 1964 Kambona akawa mjumbe aliyesaidia kuziunganisha nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, na akawa mmoja wa mawaziri wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Kambona alikuwa ni mmoja wa mawaziri wachache sana waliokuwa wanajua mchakato wote wa muungano kwa undani. Kutokana na staili yake ya nywele na urahisi wa kufikika na vijana, watu wakazidi kumpenda. Mwaka 1965 likapangwa baraza jipya la mawaziri. Kambona akatolewa wizara ya ulinzi na mambo ya nje, akapelekwa TAMISEMI. Wengi wakaona ni kama Nyerere anampunguzia madaraka Kambona na anazidi kumsogeza mbali. Lakini Kambona akaendelea kupiga kazi. Februari 5 mwaka 1967, Rais Nyerere alitangaza azimio la Arusha, nyaraka ya 5 iliyokuwa na lengo la kujenga taifa la kujitegemea la kijamaa, na Kambona alikuwa katibu wa kikao kilichopitisha azimio hilo. Mwezi Juni mwaka huo yakafanyika tena mabadiliko ya baraza la mawaziri. Kambona akatoka TAMISEMI hadi waziri wa serikali za mitaa na maendeleo vijijini, na wengi wakaona sasa ni muda wa Kambona kujitafakari, kwani Mwalimu anazidi kumsogeza mbali. Inaonekana Kambona hakukubali cheo hicho, kwani hakuonekana kwenye hafla ya uapisho, na muda mfupi tu akatangaza kujiuzulu nafasi zote serikalini na kwenye chama, akidai kuwa amejiuzulu kwa sababu za kiafya. Julai mwaka 1967, kwa kuwa Kambona alikuwa ni mtoto wa mjini, alitonywa na marafiki zake kwamba kuna mpango wa